maana Yesu ametuachia sisi nuru, na popote tunapopita tunapasha tuangaze. Tusikuwe tu wa Kristo na hatuna nuru ndani yetu. Na ndio maana nilikuwa penda niulize swali kufuatana, nuru ni nini katika njia ya Ukristo? Ndio mtumishi wa Mungu, unachoongelea hicho ni swala nzuri sana. Tunapozungumzia nuru, kuna tujua kwamba nuru ni Kristo mwenyewe. Kwa sababu amejisema katika Yohana pale sura yake ya 8 mstari wake wa 12. Anazungumzia kwa habari ya kwamba yeye ni nuru, na wote wamfuatao watakuwa nini? Na pia watakuwa ni nuru pia. Kwa hiyo ina maana watu wanatakiwa tumwamini Yesu Kristo tu, kwa sababu yeye ndio ukweli wenyewe, ukweli wa uhalisi kabisa, kwa sababu ni yeye kumwazi sana. Na watu wengi, na umezungumzia swala la hilo kwamba watu wanabadilika baada ya kuona vitu vinaongezeka. Ni kwamba wanabadilika kwa sababu wanaanza ujuaji. Unajua, mtu anapokuwa mjuaji inakuwa ni ngumu sana. Au mtu anapoona kwamba amerizika, hamhitaji tena Mungu mwenyewe amuongoze, anahitaji mambo yake binafsi, basi lazima huyo mtu aharibikiwe, kwa sababu unakuta anaangalia mambo yake binafsi, maslahi yake ni nini mbele ya kanisa. Kwa hiyo nakuwa mtu lazima, kwa sababu ya ule ubinafsi wake na mambo yake ambayo anayaleta ndani ya Kristo, unakuta anahitaji kufanyeje? Kugawa hata kanisa, kubomoa kanisa. Na mimi kitu ambacho kinasumbua sana mimi binafsi ni kwamba watu wanatengana, alafu tena hawataki kurudiana, hawahitaji tena kuomba msamaha, kuombeana msamaha, yani wawe kwa pamoja tena. Ni kitu ambacho ni kibaya zaidi sana. Kwa hiyo hii baada ya kutengana bila hata tena kurudisha ule ushirikiano wa mwanzoni, ni kusema kwamba huo sio upendo, na huo ni unafiki. Na huyu Mungu tunamtumikia, Mungu anahitaji ushirikiano, Mungu anahitaji umoja, kwa sababu Mungu hahitaji matengano, hahitajiki kabisa, hahitajiki hayo marumbano, matengano hahitajiki. Kwa hiyo wachungaji, watu ambao wamepata kibali cha kuongoza watu wengi au watu wengine, ni kwamba tu wajitahidi kurudia wamurudilie Mungu walioanza naye, kwa sababu mimi naamini hao wote ambao tayari wanatengana sasa hivi wameanza na Mungu, lakini mabadiliko wameyapata katikati tu ya maisha. Kwa hiyo watakiwa warudie kule walipoanza na Mungu, wakatubu, na pia wawe na ile hamu ya kusogeza injili ya Mungu, waongee ukweli kwa ajili ya kuimarisha watoto wa Mungu. Na kwa ajili ya kuimarisha kanisa kwa lugha nyingine. Itakuwa jambo la heri sana. Asante sana. Tunashukuru katika siku ya leo tumepata mwanga wa upendo na mwanga wa nuru, kwa sababu leo ni siku ambayo Mungu ametupa kibali, tumekutanana katika siku ya leo na katika nchi, katika hii state ambacho kwa hemo. Kweli tumeshukuru Mungu sana. Hii ndio upendo ambao unahitajika kila wakati. Upendo sio kusema eti kwamba wakati niko na raha ndio nipende, wala wakati niko na pesa ndio nipende. Hapana. Upendo ni yule ambao unanipenda wakati wa raha na wakati wa shida, kwa sababu ninapopata shida, yule ambaye anakusogelea sana, yule anakusogelea sana ndiyo anayekupenda zaidi. Usije kuniambia eti kwamba unanipenda kwa sababu nina pesa, kwa sababu nina gari, kwa sababu nina nyumba. Hapana. Upendo ni yule ambao kwenye niko na tatizo unaniunga mkono, kwenye niko na raha unaniunga mkono, kwenye niko na shida yoyote ile unaniunga mkono. Ndio upendo. Lakini kwa sasa watu wanapendana kwa sababu anasikia mtu fulani ameoa, mtu fulani ataka unga ndoa, wala mtu fulani amenunua nyumba wala gari, ndo anaonyesha upendo.